Yes, bana ni muda mzuri tunakutana hapa tena kuweza kuzungumza michezo. Taarifa tunazo nyingi sana. Lakini kwa ukubwa sana hapa tutaenda kuangalia michezo ambayo inakuchezwa hapa weekend, ambapo ni michuano ya ligi ya mabingwa Afrika, lakini pia kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya kupiga mastori mawili matatu kwa kisha mambo yanakwenda sawa bin sawia. Na moja ya story kubwa ni kwamba wekundu wa Msimbazi Simba wao safari wanaianza kesho kwenda kule Mali kuwafuata Stade Malien. Moja ya mechi ambayo ni ya matumaini kwao, kwa maana safari inaanza kesho. Na kutoka Dar es Salaam mpaka mtaa wa Viwanda hapa Shinyanga, unajisikiaje kuletewa gari kutoka PMbet mpaka hapa nyumbani? Nimeamini na kweli kwa sababu gari hii hapa ninaiona, kwa hiyo kinachoonekana mtandaoni sio ni uongo, ni kweli kabisa, watu tucheze. Mchezo gani pendwa sasa katika tovuti ya PMbet ambao umekupa huenda ushindi huu wa Toyota Harrier? Nacheza sana Viator. Wewe pia unaweza kuwa mshindi kupitia michezo ya kasino ya mtandao ya PMbet. Tovuti ni pmbet.co.tz. Michezo yao ya mwisho kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba, na baadhi ya wachezaji wameonekana katika mazoezi hapa leo wakiwa fit kabisa. Nimeambiwa takriban nyota 7 ambao hawatasafiri, wao wataweka taarifa hiyo, lakini pia nyota wawili ambao wao bado na majeraha hawatakuwepo kwenye safari hiyo ni pamoja na Abrazak Hamza pamoja na Musa Pinpin Kamara. Sasa semaji hapa anaelezea namna ambavyo wao wameshtushwa na matokeo ya mechi iliyopita dhidi ya Petro di Luanda, na sasa wakiwa wanapambana kwa kisha mechi inaweza ikawa ni mechi ya mwanzo mzuri kwa upande wao dhidi ya Stade Malien, kwa maana mazoezi waliokuwa wakifanya leo ilikuwa ni mazoezi magumu kweli kwa ajili ya kujiweka sawa, lakini pia wakikumbushana majukumu benchi la ufundi pamoja na wachezaji. Userious ulikuwa unaonekana mkubwa sana kwenye mazoezi ya leo, kwa maana userious ulikuwa hali ya juu kweli, kwa maana kila mchezaji ameonyeshwa kabisa kukerwa na kile kilichotokea katika mechi iliyopita dhidi ya kikosi cha timu ya Petro Atletico di Luanda. Safari itaanza alfajiri kumfuata Stade Malien pale katika ardhi ile ya Mali, na hii mechi itapigwa saa 1 za jioni. Itakuwa ni siku ya Jumapili, na mechi ina kupigwa jioni saa 1 pale. Kwa hiyo tusubiri kuona kile ambacho kinaenda kufanyika. Popote pale ulipo, naamini kwamba unafahamu namna ambavyo ili kundi lilivyokaa. Unajua kundi la Simba ni kundi D ambao wako na Esperance Sportive de Tunis, lakini pia wako na Petro di Luanda pamoja na Stade Malien. Ni moja ya kundi ambalo ni kundi la kimtego sana, na wengi walichukulia poa. Hata mimi binafsi, moja ya timu ambayo iliipa nafasi kubwa sana ni Simba Sports Club pamoja na Esperance Sportive de Tunis. Kwa nini niliwapa nafasi kubwa sana hao? Jamaa? Niliwapa nafasi kwa sababu ni timu ambazo zimeshajitanabaisha, timu ambazo zimesha set standard zao, yani kwa maana tayari ni timu ambazo zina majina, lakini ukiangalia current na outstanding performance za misimu zilizopita, utamwona Simba, utamwona pia Esperance Sportive de Tunis, kwa sababu wamekuwa akifika hatua kubwa. Lakini hao wengine utaona watafika robo, wataishia hapo, wataishia makundi, wataishia preliminary round, yani hawana ile consistency ya kwenda juu kama ambavyo Mnyama pamoja na Esperance wamefanya. Sasa hiyo ndio kitu ambacho pengine kimepelekea kundi hili pia kuwa gumu, kwa sababu kila timu inapambana kuhakikisha inaweza kuokota walau chochote kitu. Ukitaka kujua hilo, angalia Stade Malien walichokifanya wao dhidi ya kikosi cha timu ya Esperance Sportive de Tunis, tena ugenini wakiwa kule nchini Tunisia. Jamaa walicheza kwa nidhamu ya hali ya juu sana, walicheza kwa akili ya juu sana kuhakikisha tu hawaruhusu bao, na wakafanikiwa. Pamoja na mashambulizi yote waliopelekewa, walikuwa na uvumilivu, wataalamu wanasema endurance, uvumilivu wa hali ya juu sana, na ule uvumilivu ndio uvumilivu ambao uliwafanya wao wakaimili mishale yote ile na kaondoka na alama moja. Lakini mistake ambayo Mnyama aliifanya akaruhusu Petro kuweza kuondoka na ushindi. Petro wenyewe hawakujua kama wangeweza kupata matokeo, lakini Petro amepata matokeo kwa Simba ambayo ilikuwa bora uwanjani, kwa Simba ambayo imeseti standard yake kwamba kwa Mkapa atoki mtu, kwa Simba ambayo imeshakuwa katika rank kubwa ya CAF kwa sasa, nafasi ya 5 kwa viwango vya ubora. Lakini Simba hiyo ambayo msimu uliopita tu walifika hatua ya finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa hiyo hata wao wenyewe Petro di Luanda waliingia kwa tahadhari kubwa sana, ingawa mechi waliweza kuimaliza kutokana na bao ambalo
walifunga. Sasa yote mimi nazungumza kwa sababu nimemsikia hapa semaji, umemsikia wewe pia. Na kwa nini 22? Wapo wachezaji takriban 7 wanabaki, ukitoa wawili ambaye ni majeruhi, Hamza pamoja na Musa Kamara. Wanabaki wengine hapo ambao wanabaki kwa sababu za kiufundi za mwalimu. Mara nyingi huwa tukisafiri hatusafiri wachezaji wote 30, tunasafiri na wachezaji 22. Lazima kuna kundi la wachezaji linabaki kwa sababu za kiufundi za mwalimu. Sawa, tukitoka hapo mwisho wa wiki hii pia tuna mkutano mkuu. Pengine taarifa ambazo mpaka sasa zipo kwako kuelekea mkutano huo ni zipi? Kwanza kabla ya mkutano mkuu tuzungumzie kidogo mchezo wetu huu dhidi ya Stade Malien kutoka pale Mali. Kwanza lazima tutambue kitu kingine ya kwamba tunakwenda kwenye mchezo mgumu sana. Unajua mwanzoni kama unakumbuka tulifanya mahojiano na nikawaambia watu kwamba kundi letu hili ni gumu. Inawezekana tusiliangalie kwa macho makubwa kwa sababu hatuna timu maarufu. Petro sio timu maarufu, Stade Malien sio timu maarufu, nazungumzia Afrika. Kwa hiyo bado kuna ile kasumba ya kwamba timu kutoka kaskazini ndio timu ngumu, na ukipangiwa na wakaskazini maana yake umepangiwa na timu ngumu. Uhalisia hauko namna hiyo. Ni bora ukacheza na hizo timu za kaskazini kwa sababu udhaifu wake unafanana na huwa hawawezi kujinasua kwenye huo udhaifu. Lakini timu hizi kutoka mataifa mengine ya Afrika ni very challenging kucheza nao. Kucheza na wa Angola, kucheza sijui na wa Mali, kucheza na wa Ivory Coast, kucheza na wa Zambia, na wa Botswana, na wa Afrika Kusini. It's very tough game dhidi ya wapinzani wa namna hiyo kwa sababu tunafahamiana, tunajuana. Anajua wapi pa kudhibiti, wapi pa kushika. Ukitaka ucheze naye usiku sawa, ukitaka mchana sawa, asubuhi sawa, yani nyumbani kwenu kama nyumbani kwake. Na hivyo na sisi tukienda nyumbani kwao kama nyumbani kwetu. Huo ndio ubaya ama ugumu wa kucheza na wapinzani wa namna hiyo. Kwa hiyo kundi letu ni gumu sana, na ukiangalia mechi mbili za mwanzo zina matokeo ya kushangaza mno. Simba tumeshangazwa, Esperance ameshangazwa. Hakuna ambaye alitegemea Stade Malien anaweza akamdindia Esperance, lakini imetokea nyumbani kwake pale Tunisia wamegawana alama 1-1. Hakuna ambaye alitegemea Simba Sports Club kuduazwa nyumbani kwake. Tumediwazwa, tumekula bao 1 ukabila. Yani wale ambao tulikuwa tukipewa nafasi kwenye kundi letu na wale ambao walikuwa hawapewi nafasi kwenye kundi letu ndio wamegeuka mashujaa weekend iliyopita. Hiyo ni dalili ya kundi gumu. Yani usimtegemea anafanya usiyoyategemea. Unayemtegemea anafanya usiyoyategemea. Ndio dalili ya kundi gumu. Sasa tunakwenda kucheza tarehe 30 dhidi ya Stade Malien. Tutakwenda kwenye mchezo mwingine mgumu. Na mbaya ama nzuri ni kwamba confidence aliyoipata baada ya kusuluhu dhidi ya Esperance imemuongezea nguvu kubwa kweli kweli. Wakati anakwenda kucheza na Esperance hata yeye mwenyewe hakuwa na uhakika anakwenda kupata kitu gani. Imeseti standard yake kwamba kwa Mkapa atoki mtu. Kwa Simba ambayo imeshakuwa katika rank kubwa ya CAF kwa sasa, nafasi ya 5 kwa viwango vya ubora. Lakini Simba hiyo ambayo msimu uliopita tu walifika hatua ya finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa hiyo hata wao wenyewe Petro di Luanda waliingia kwa tahadhari kubwa sana, ingawa mechi waliweza kuimaliza kutokana na bao ambalo walifunga. Sasa yote mimi nazungumza kwa sababu nimemsikia hapa semaji, umemsikia wewe pia, anasema wanafahamu kwamba unapokutana na timu za Afrika labda majirani hawa kama Mali, Angola na kwingineko, wao Afrika weusi wenzao, anasema inakuwa gani mechi ngumu sana tofauti na Waarabu, kwa sababu Waarabu tayari wanafahamiana na wanajua namna kucheza nyumbani na ugenini. Kwa hiyo Waarabu mara nyingi wanawekeza sana wakiwa wanaenda kucheza ugenini, tofauti na
na hawa Afrika wengine kama kina Mali, kina Stade Mali, kina Angola na wengine wengi wamekuwa wakicheza mchezo unaofanana. Kwa hiyo ndio kitu ambacho kinapelekea hivyo. Lakini kwangu mimi ukisema kwenye makaratasi nani ambaye mpaka sasa alipaswa kuwa na points 3 katika kundi ni Simba Sports, kwa sababu alikuwa nyumbani, ana home ground advantage, lakini pia ana wachezaji bora kwa sasa, ana kocha mzuri Dimitar Pantev, lakini issue ilikuja tu katika eneo la kupanga kikosi. Naamini ya kwamba kwa kile ambacho wamekipata, ile test walioipata ya Petro de Luanda, wataenda kuwa match serious kwenye mechi yao dhidi ya Stade Malien na kwenda kupata matokeo. Mimi namuamini sana Simba, ingawa Stade Malien walimoutshine kweli Esperance Sportive, kwa maana walikaa chini muda wote, walikuwa wanafanya low block, wanacheza chini, wanafanya mashambulizi ya kushtukiza, muda wa kukaba wanaenda kukaba wote, muda wa kushambulia wanaenda kushambulia wote. Kwa hiyo kwa upande wa manager Pantev, yeye anaweza hiyo. Ndio maana mara zote huwa anapenda zaidi kutumia viungo wengi, karibia viungo 6 hivi kwa ajili ya kwenda ku-unlock ile defense. Lakini kwa awamu hii mimi nategemea kuona lazima taanza na typical striker, kwa maana typical number 9, number 9 asilia, ambaye huyu number 9 asilia aweze kwenda kuweza kuvunja line ya mabeki ambao watakuwa wameweka kwa upande wa timu ya Stade Malien, kwa sababu wanaonekana wako vizuri sana niliwatazama. Na uzuri hata wao Simba watakuwa wamewatazama kwenye mechi yao dhidi ya Esperance Sportive, jamaa wanaanzia kukabia chini kabisa, kisha wanafanya transition, wanasogea katika eneo la kiungo, hawavuki kwenda mbele, wao wanacheza mpira nyuma zaidi. Sasa lazima umweke mtu kama Jonathan Soa kwa ajili ya kuwafungua. Jonathan Soa ni mchezaji mwenye nguvu nyingi sana, ana nishati ya kutosha, ana uwezo wa kuwafungua vizuri kabisa Stade Malien. Lakini hapo lazima Jean Charles Ahoua apate nafasi ya kuanza, na huo ndio ukweli. Lazima Jean Charles Ahoua apate nafasi ya kuanza. Mimi nashangaa kwa nini Jean Charles Ahoua hapa hachezi kwa sasa, apewe nafasi ya kuaminika. Unamwanzisha Neo Maema ambaye bado still wangu naweza kukwambia haja prove hata kwenye michuano ya ligi kuu, bado haja prove hata kwenye mechi za mazoezi, bado haja prove hata kwenye mechi za kirafiki. Yeye anahitaji kuendelea kujiaminisha, lakini anapaswa kupewa hiyo mechi Jean Charles Ahoua, ambaye inaweza katokea free kick 2-3, atakatengeneza nafasi akafunga, ama ikatokea hata penalty, bado Simba kawa na uhakika wa kufunga. Lakini licha hivyo pia yeye mwenyewe ana nguvu katika eneo la kukaba, ana uwezo wa kukaba, ana uwezo wa kurudi chini, ana uwezo wa kupiga pasi, ana vitu vingi sana Jean Charles Ahoua, na kwangu ndio namba 10 ambaye kwa Simba paka sasa ndio namba 10 bora walionaye. Anapaswa kupewa nafasi ya kuaminika ili aweze kuzima hapo. Na Morris Abraham to me nafikiri ni mchezaji mzuri sana, lakini Morris is far better akianzia bench. Ni mara zote amekuwa ni game changer, amekuwa akija kubadilisha matokeo na akaonyesha ubora wake mkubwa sana. Kwa hiyo kama kocha atakuwa amewastadi vizuri Stade Malien, atagundua kabisa kwamba wale jamaa ni wazuri sana kucheza low block, yani kwa maana ni wazuri sana kuchezea chini katika eneo lao, yani ni wazuri sana kukabia chini, yani alafu kutengeneza mashambulizi ya kushtukiza. Ana mtu kama Kamara, ana mtu kama Diakite, hao wote wako vizuri sana katika eneo la kukaba, yani huambi kitu katika eneo la kukaba. Wajamaa wana akili nyingi sana na hawapotezi nishati, kwa maana wako na endurance, uvumilivu hali ya juu sana. Kwa hiyo kwangu nikitazama nitagundua kabisa kwamba kocha ni yeye mwenyewe kuamua kwenda kuimaliza hiyo mechi, na kama endapo Simba anaenda kuichanga karata yake, anarudisha Simba kwenye mstari sahihi, kwa sababu kama unakumbuka akipata 3 ina maana anarudi nyumbani, anaanza kufikiria tena kama ambavyo alifanya dhidi ya Vipers mara baada ya kufungwa na Raja Casablanca 1-0 uwanja wa Mkapa. Baadaye Mnyama unakumbuka akaenda Guinea akafungwa na Horoya 1-0. Baadaye unakumbuka Mnyama kakaa chini mara baada ya kudondosha pointi 6 katika mechi 2, akaenda Uganda akamfuata Vipers, Chama alifunga ile goli unakumbuka, 1-0. Wanatoka pale Uganda wanakuja hapa Vipers, Simba anamfunga tena, wanakusanya pointi 6, wanaanza kusogelea ile hamu ya kwenda hatua ya robo finali. Akaja Horoya pale akapasuka goli 7, Simba akamfuata Raja akafungwa. Simba alienda na pointi 9 msimu uliopita. Sasa ukiangalia kwenye kundi walionalo, utofauti ni mmoja, kwamba Stade Malien ni wazuri lakini wanafungika. Yaani ni wazuri lakini wanafungika. Ni wazuri kwa wengine kwa kucheza kimbinu, lakini kwa Simba ya mafuriko, Simba ambayo ina uwezo wa kupiga mashuti ya mbali, Simba ambayo inaweza kutengeneza nafasi, Simba ambayo inaweza ikafika langoni kwao, Simba ana nafasi kubwa sana kufanya lolote. Lakini issue ni kwamba je, wachezaji watajua thamani ya hiyo mechi? Je, kocha atapanga kikosi na kupangilia kikosi kama ambavyo sisi tunafanya? Basi bila shaka hiyo ni mechi ambayo kwao wao wenyewe wana uwezo wa kuamua iweje. Na mimi naamini pia Simba anaweza akarejesha heshima yake na akarejesha pengine
akajirejesha pale kwenye nafasi nzuri kama endapo ataenda kushinda hiyo mechi, sababu akichukua pointi 3 anaanza kupiga hesabu, anampigia Esperance mechi ya nyumbani, anampigia Stade Malien mechi ya nyumbani, lakini pia anaenda kumpigia hesabu pia Esperance mechi ya ugenini anamweza, kwa sababu Esperance sasa hivi kidogo ameshake, lakini pia anaweza kaenda kumpigia hesabu nzuri sana Petro Atletico de Luanda, inawezekana pia. Kwa hiyo kwangu lazima kocha Matola pamoja na Dimitar Pantev waanze kikosi kama ifuatavyo. Hii mechi haihitaji wachezaji wanyonge, haihitaji wachezaji ambao hawajitumi, na inahitaji Yakubu Selemani golini, inamhitaji Shomari Kapombe kulia, alafu kushoto, beki ya kushoto anapaswa kuanza mtaalamu Nabi Kamara. Anthony Mligo pengine aje kipindi cha pili, kwa sababu bado hajakuwa na hiyo exposure, anahitaji kukua taratibu, asimbebeshe mzigo mkubwa kama ambavyo alifanya dhidi ya Petro de Luanda. Beki wakati Rushin De Rock atacheza na Wilson Nangu, ambao Nangu tayari ameshatengeneza partnership yake vizuri, anajua kushambulia, anapiga mapasi ya mbali, anapiga pinpoint diagonal pass zote na goli lake la kushoto. Pale katika eneo la kiungo natamani kumuona Yusuf Kagoma akicheza na Alassane Modo Kante. Alafu winga moja ili Mpanzu, winga nyingine atakula Morris Abraham ama Joshua Budo Mutale. Tumina nafikiri Joshua inabidi aanze mechi, Morris aanzie bench. Sasa Morris yeye ana uwezo wa kurudi na akiingia kipindi cha pili mara nyingi amekuwa na faida kwa sababu ya kusoma mchezo. Alafu namba 10 Jean Charles Ahoua ndio Maema weka mbali kabisa hiyo mechi, labda aingie kipindi cha pili asianze. Alafu pale katika eneo la juu unamweka mtu kama Jonathan Soa ama unamweka Steve Desemkwala kwa ajili ya kwenda kwa vuruga Stade Malien, kwa sababu muda wa kuwazungumza Simba tunao kutosha. Nitakuwa nawaambia namna gani wanapaswa kuingia, lakini pia na namna gani ambavyo wanapaswa kuwachunga wachezaji. Kutoka Dar es Salaam mpaka mtaa wa Viwanda hapa Shinyanga, unajisikiaje kuletewa gari kutoka PMbet mpaka hapa nyumbani? Nimeamini na kweli, kwa sababu gari hii hapa ninaiona, kwa hiyo kinachoonekana mtandaoni sio ni uongo, ni kweli kabisa, watu tucheze. Mchezo gani pendwa sasa katika tovuti ya PMbet ambao umekupa huenda ushindi huu wa Toyota Harrier? Na nacheza sana Viator. Wewe pia unaweza kuwa mshindi kupitia michezo ya kasino ya mtandao ya PMbet. Tovuti ni pmbet.co.tz.